Usiku ule haukuwa kama usiku mwingine wowote katika kijiji cha mlimani pembezoni mwa Sumbawanga. Anga lilikuwa limefunikwa na mawingu mazito yaliyoficha mwezi, na upepo ulivuma kwa sauti ya ajabu kana kwamba ulikuwa unabeba maombolezo ya vizazi vilivyopita. Kijiji kizima kilikuwa kimelala, lakini kulikuwa na nyumba moja ya udongo iliyokuwa macho, nyumba ya Laban. Upepo ulipuliza vumbi jembamba juu ya paa za nyumba za udongo, na kila mlango uliofungwa ulionekana kutetemeka kwa hofu isiyoeleweka. Mbwa walinyamaza, kuku hawakulia, hata wadudu wa usiku walionekana kusita kutoa sauti. Lakini ndani ya nyumba moja ya pembezoni mwa kijiji kulikuwa na kitu kilichoamka: mkoba wa Kakoso. Mkoba wa zamani uliotengenezwa kwa ngozi iliyochakaa, ukiwa umefungwa kwa mikanda ya shaba iliyopauka. Hakuna aliyejua ngozi hiyo ilitoka kwa kiumbe gani. Hakuna aliyejua mikanda ile iliundwa kwa ibada gani. Lakini bibi yake Laban alijua. Alijua kuwa mkoba huo haukuwa mzigo wa kawaida. Haukuwa urithi wa familia tu, ulikuwa kifungo cha roho. Laban hakujua yote hayo. Alikuwa kijana wa kawaida tu wa kijijini. Alikuwa anaota kuwa siku moja ataondoka mlimani, aende mjini, aanze maisha mapya. Lakini hatima yake ilikuwa tayari imeandikwa kabla hata hajazaliwa. Usiku ule, alipokuwa amelala kitandani kwake, mkoba ule uliokuwa umehifadhiwa kwenye kona ya chumba chake ulianza kutoa mwanga hafifu mwekundu. Mwanga ule haukuwa kama taa, haukuwa kama moto, ulikuwa kama pumzi ya kitu kilicho hai. Laban aligeuka kitandani bila kujua kuwa nguvu fulani ilikuwa inachunguza pumzi yake. Katika ndoto yake, alijikuta akisimama katikati ya shamba kavu. Anga lilikuwa jeusi, ardhi ilikuwa imepasuka, na mbele yake alisimama mzee mrefu, mwembamba, mwenye macho mekundu kama makaa ya moto. Huyo alikuwa mzee Kakoso, mzee aliyewahi kuishi kijiji hicho miaka mingi iliyopita. Mganga mwenye nguvu aliyeogopwa kuliko kuheshimiwa. Mtu aliyedhani kuwa nguvu ni urithi wa milele. Lakini alikosea, kwa sababu nguvu alizotafuta hazikuwa za dunia hii, na sasa roho yake ilikuwa imerudi. Laban alishtuka kutoka usingizini akiwa ameloa jasho, lakini hakujua kuwa ndoto ile haikuwa ndoto ya kawaida, ilikuwa mwaliko. Siku zilipoanza kupita, mambo yakaanza kubadilika. Alianza kusikia minongono usiku. Alianza kuona vivuli vikisogea pembezoni mwa macho yake. Wakati mwingine alihisi kama kuna mtu anatembea nyuma yake, lakini kila alipoangalia hakuna aliyekuwepo. Mkoba wa Kakoso ukaanza kuwa mzito, kana kwamba ulikuwa unavuta pumzi, kana kwamba ulikuwa unasubiri kufunguliwa. Na siku ambayo Laban alishindwa kuvumilia udadisi wake, aliufungua. Ndani yake kulikuwa na karatasi ya zamani iliyoandikwa alama zisizofahalika, lakini mara tu alipoigusa, aliona picha zisizokuwa zake. Aliona mzee Kakoso akifanya ibada ya giza chini ya mti mkubwa. Aliona moto mkubwa ukizunguka duara la watu waliopiga magoti. Aliona macho ya mzee huyo yakibadilika rangi, kutoka ya kawaida hadi mekundu ya kutisha. Na hapo ndipo alielewa kuwa alichoshika hakikuwa historia tu, kilikuwa ni ahadi. Usiku uliofuata, radi zilianza kupiga bila mvua. Kivuli kikaanza kuonekana juu ya paa la nyuma yao. Bibi yake alitoka nje akiwa ameshika hiriza za kale, akijua kuwa laana aliyojaribu kuificha miaka yote ilikuwa imeamka. Laban alianza kubadilika. Macho yake yakaanza kung'aa hafifu gizani. Hasira zake zikaanza kuongezeka bila sababu. Alianza kuhisi nguvu zisizoelezeka zikitembea ndani ya mishipa yake. Na kila usiku, sauti ile ile ilimuita. Sauti ya mzee Kakoso, ikimwambia kuwa damu yao ni moja. Ikimwambia kuwa mkoba haukuchagua kwa bahati mbaya. Ikimwambia kuwa nguvu ni haki yake. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti nyingine. Sauti ya bibi yake. Sauti ya maadili. Sauti ya ukoo ambao haukutaka tena kuishi chini ya kivuli cha laana. Na hapo ndipo mapambano ya kweli yalipoanza.